Habari za asubuhi na kukaribisha Jumamosi nyingine uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com, na ikiwa leo ni Disemba 24, 2016, na kukaribisha sana upate kuzijua kubwa zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa inayosema ni kiama cha majambazi, michongo yao upigaji hela Daesh tukiwa kote kote, polisi wanasa silaha zao kibao wajipanga kuzitia moto. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe, nasema sasa ni kiama cha majambazi, hakuna yeyote anayejihusisha na shughuli hizo ovu ndani ya jiji la Dar es Salaam aliye salama, baada ya jeshi la polisi katika kanda maalum ya Dar es Salaam kujiapiza kuwa ni ama zao ama za jeshi hilo. Akizungumza katika mahojiano maalum na Nipashe jana, kamanda operation katika kanda maalum ya Dar es Salaam, naibu kamishna wa polisi ACP Lucas Mkonda alisema mikakati thabiti walionao kwa sasa, kuimarika kwa kitengo chao cha intelijensia na pia ushirikiano wa kutosha kwa wananchi ni miongoni mwa sababu muhimu zinazoweka kifua mbele katika mapambano yao ya kila uchao dhidi ya majambazi. Mkonda alikuwa akitoa ufafanuzi kwa Nipashe kuhusiana na mafanikio ya jeshi lao jijini Dar es Salaam baada ya kutoshuhudia kwa tukio lolote kubwa linalofanikiwa na la ujambazi kwa kutumia silaha ndani ya jiji hilo kwa zaidi ya miezi mitatu. Awali matukio ujambazi wa kutumia silaha za moto yalikuwa kitokea mara kwa mara na kugharimu maisha ya watu wasio na hatia na pia fedha na mali mbalimbali kutawaliwa na majambazi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe, nasema kaa chonjo kwa utapeli mpya nyumba za mnada, nyaraka za kufoji zatumika kualiza wadaiwa wa mikopo. Na habari hii tukiangalia kwa kifupi zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Nipashe, nasema kaa chonjo, ukizubaa kidogo tu umetapeliwa. Hiyo ndio tahadhari muhimu wanaopaswa kuizingatia wale wote walioweka dhamana nyumba zao ili kujipatia mikopo kwenye taasisi mbalimbali za fedha. Aidha, tahadhari hizo inafaa kuwakuta pia wanunuzi wa nyumba na mali zingine zinazowekwa dhamana ili kuhakikisha kuwa anajiweka mbali na dili za kitapeli zinazoweza kuweka pabaya na pia kupoteza fedha zao bila kutarajia. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia habari nyingine, nasema buriani Mpoki Bukuku ajali yakatisha uhai wake, wanahabari wamlilia. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4, ambapo habari hii tukiangalia kwa undani zaidi nasema mpiga picha mwandamizi wa The Guardian Limited Mpoki Bukuku mwenye umri wa miaka 44 amefariki dunia. Bukuku alifariki dunia jana alipokuwa akipatiwa matibabu katika taasisi ya mifupa Muhimbili Moi alikokuwa amepelekwa baada ya kupata ajali ya gari katika eneo la Mwenge juzi alipokuwa akitoka kazini. Ajali hiyo ilisababisha Bukuku kuvunjika miguu yote miwili na mkono mmoja, na leo kama ilivyo kwa wengine wengi wamepokea mshtuko mkubwa na kutoamini kuhusiana na kifo cha ghafla cha mmoja wa wapiga picha waandamizi wa The Guardian Limited Mpoki Bukuku. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe. Lakini habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe zinasema Kaijage rasmi neki, mwenyekiti mpya wa neki ameonya CCM na Ukawa kuwa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari nyingine inasema alia katiba mpya. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3. Na katika habari za michezo kuna habari inasema Tambwe yaiokoa Yanga isiadhirike. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Nipashe, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiliangalia kwa siku ya leo gazeti la Mwananchi, katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Mboya aeleza kwa nini amekuwa kimya kupotea kwa Beni saa 8. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi nasema mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboya amesema amekuwa kimya muda mrefu kuhusiana na kupotea katika mazingira ya kutatanisha msaidizi wake Beni saa 8 kwa kuwa swala hili lipo kwenye uchunguzi. Mboya alisema hayo jana alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Mbeya wakati wa uchaguzi wa viongozi wa chama hicho
kanda ya Nyasa inayojumuisha mikoa ya Iringa, Mbeya, Songea, Njombe pamoja na Rukwa. Alisema yeye pia ameathiriwa na tukio hilo kama ilivyo kwa wazazi wake na ndugu wengine, kwa kuwa ni mtu muhimu kwake katika kutekeleza majukumu yake. Ni habari hiyo ambayo inapatikana kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili na unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi. Lakini pia tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi, inasema Lowassa asimulia mwaka nje ya CCM, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi, inasema waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa ameshuhudia changamoto nyingi katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu tangu ahame CCM, akisema kubwa ni jinsi chama tawala kinavyohujumu ukuaji wa demokrasia nchini. Lowassa alisema hayo alipokuwa akijibu maswali ya waandishi wa habari juzi kuhusu maisha yake ya kisiasa nje ya CCM, ikiwa ni takriban miezi 18 tangu ahame Chadema, ambako aliteuliwa kuwa mgombea urais kwa tiketi ya Chadema na kuungwa mkono na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba na Nchi Ukawa. Katika mahojiano hayo, pamoja na changamoto zinazokwaza demokrasia, Lowassa anasema haifikiri tena CCM, haonyeshi kinyongo dhidi ya watu waliomtupia shutuma za ufisadi wala waliomchukulia kuwa hawezi kuishi zaidi ya mwaka, bali kwa kushirikiana na viongozi wa Chadema ameelekeza juhudi kufanya vikao vingi vya ndani mikoani na wilayani kujenga chama kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Lakini tukiangalia habari nyingine, nasema siku 30 za mtifuano Zanzibar zaanza, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema Tume ya Taifa Uchaguzi NEC imefungua pazia kwa nia kampeni ya siku 30 kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Dimani Zanzibar. Walioingia kwenye kinyang'anyiro hicho ni Hamadi Musa Yusufu wa ACT Wazalendo, Isa Abdul Kadir ADC, Juma Ali Juma CCM, Abdallah Hamisi Chauma, Abdul Razaki Ramazani Kafu, lakini pia kuna wengine Peter Magwira wa DP, Ali Abdalla NRA, Amuri Ali Sau, Pandu TLP, Abdul Samadi Ali UMD na Bariki Ali Omari UPDP. Uchaguzi huo unafanyika baada ya aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Hafidh Ali Tahiri kufariki dunia ghafla Novemba mwaka huu katika hospitali ya mkoa Dodoma. Marehemu Hafidh alikuwa mbunge wa jimbo hilo kuanzia mwaka 2015 hadi mauti yalipomkuta. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi, lakini habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiliangalia gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele, nalo kuna habari inayosema bangi sasa yalimo misitu ya hifadhi, teknolojia ya umwagiliaji yatumika Moro, Tarime, Arusha, Iringa, Ruvuma pamoja na Simiyu. Na habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo zinasema Manispaa ya Ilala bano utapeli Pugu mnadani. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 8. Lakini pia kuna habari inasema Kaijage anza kazi NEC na uchaguzi Januari 22, atangaza majina ya wagombea ubunge udiwani. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema NEC yafungua pazia mikutano ya hadhara, kamati za maadili zinaundwa katika ngazi mbalimbali ambapo zitakuwa na jukumu la kusimamia utekelezaji wa maadili katika kipindi chote cha kampeni. Habari nyingine inasema Masha sema sijuti kuhama CCM. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari ya msiba inasema tasnia habari ya mlilia Mpoki Bukuku, na pia kuna habari nyingine inasema mambo 10 ya kukumbukwa 2016 Bongo. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mtanzania. Tukiliangalia gazeti la Uhuru kwa siku ya leo limeandika daladala 100 kusafirisha abiria kwenda mikoani. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari inasema polisi anasa 4 kwa ujambazi Dar, yatoa tahadhari ya ulinzi kwenye siku
mkuu. Ni habari hiyo pia ambayo imeandikwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine zinasema machinga wampa shaka salamu zao kwa Dr. Magufuli, buku kuacha simanzi kwa tasnia ya habari. Lakini pia kuna habari ya michezo inayosema Lionel bania Yanga. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Uhuru, na habari hizo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili. Tanzania Daima, sauti ya watu, kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Lowassa asema tusikate tamaa, afunda vijana waliokamatwa na kufunguliwa mashtaka kabla na baada ya uchaguzi mkuu mwaka jana. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Tanzania Daima. Chadema chunguza kupotea kwa saa 8, ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3. Lakini pia kuna habari inasema sindano ya kung'atwa na nyoka shilingi 750,000, ni habari nyingine hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Tanzania Daima zinasema rufaa ya Lema kusikilizwa Disemba 28, mpiga picha wa Nipashe afariki dunia. Lakini pia sare Yanga ya mponza Cannavaro. Na habari zote ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Tanzania Daima unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa zake za ndani. Lakini tukiliangalia gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo, nalo katika ukurasa wa mbele limeandika Kingunge asema uchaguzi mwaka 2020 mgumu, awashauri wapinzani kuhakikisha katiba mpya inaandikwa. Lowassa kubali yaliyopita, Sindwele sasa ganga yajayo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jambo Leo. Lakini habari nyingine inasema Lema sasa kula Christmas gerezani, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Mpiga picha Mpoki Bukuku afariki dunia. Lakini pia kuna habari inasema aliyetelekeza mchumba kanisani ajirudi amoa. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jambo Leo. Na tukiziangalia habari za burudani na michezo katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Jambo Leo kuna habari zinazosema penzi la Jacqueline Wolper la mtesa Harmonize. Lakini pia kuna habari inasema Shilole ampa makavu Baba Levo, Yanga ajipunja kukaa kileleni. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Jambo Leo, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa za ndani mwa gazeti hili. Tukimalizia na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Ukawa mambo yageuka magumu, vyama vyashindwa kusimamia makubaliano ya kusimamisha mgombea mmoja katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa madiwani katika kata 20 nchini. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya leo ambayo inapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Majira, na habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. Habari nyingine zinasema Magufuli apisha viongozi, amfariji Askofu Pengo. Lakini pia makamu wa rais akemea ndoa za watoto wadogo. Mpiga picha wa The Guardian Mpoki Bukuku afariki dunia. Na pia kuna habari inasema vikundi vya uvuvi vyapatiwa milioni 440. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Majira, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Sani pamoja na gazeti la Risasi, ambapo gazeti la Sani kama mnavyoliona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi, na katika ukurasa wa nyuma, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Sani. Lakini gazeti la Risasi nalo katika ukurasa wa mbele kama mnavyoona hapa kuna habari tu nyingi za burudani, na pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Risasi. Na tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tunaanza na gazeti la Bingwa, ambapo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Simba wanacheka ni baada ya Yanga kubanwa na Lyon, Msimbazi kwa raha zao kileleni, VPL ya ipani ya JKT Ruvu uwanja wa Uhuru leo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Bingwa. Lakini katika ukurasa huo wa 2 wa gazeti la Bingwa kuna habari nyingine inayosema Ibrahim Wajibu apewa vidonge vyake, na pia Yanga avuna ilichopanda, yaambulia sare ya 1-1 kwa Lyon, Lwandamina kumbushia ya kocha Mzirai. Ni habari hiyo pia ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Bingwa. Tukiziangalia habari nyingine za kimataifa ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa
la gazeti la Bingwa kuna habari zinasema Man United ni chuo tosha kwa Mkhitaryan, lakini pia Chelsea kwa kupaki basi balani. Habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Bingwa. Katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari inasema kapagawa Mourinho alalamika Chelsea kupaki basi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 23. Lakini pia Manchester ni chuo tosha kwa Mkhitaryan anasema Raiola, lakini pia kuna habari nyingine inasema nilifikia hatua ya kutaka kujiua asema Ebu. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Bingwa. Gazeti la Champion kwa siku ya leo kuna habari inasema Kafu yafuta mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Champion. Lakini pia kuna habari inasema Lani moja Yanga moja, polisi wamkamata Msuva, Cannavaro ataka kuzichapa. Ni habari hiyo ambayo pia unaweza kuendelea kusoma katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Champion. Simba inagonga inasepa kimtindo. Ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Champion. Lakini pia kuna habari ya kimataifa inasema Mourinho ukubali mziki wa Chelsea. Na pia tukiangalia habari za burudani ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili za gazeti la Champion, kuna habari inasema marapa 10 ndani ya The Live kesho, mpambano darasa dhidi ya Roma bado siku 7. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Champion kuna habari inasema Mourinho au kubali mziki wa Chelsea, Oscar kamilisha usajili wa kufuru. Lakini pia Ronaldo mfalme wa mitandao ya kijamii 2016. Tukimalizana na gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Mzambia wa Yanga Sport Club wapeleka mashine 7 CAF, tambo ya kwa jahazi mashabiki wa charuka. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya leo hapa imepewa kipaumbele, na habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Mwanaspoti. Simba yafunga mwaka mwendo wa kijeshi tu. Ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari inasema Kichuya mkubali Msuva kiaina. Na pia tukiangalia habari ya kimataifa ambayo inapatikana katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Chelsea FC mnamsikia Jose Mourinho. Na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Mwanaspoti. Katika ukurasa wa nyuma kuna habari inasema hakuna Christmas, pointi 9 za Chelsea zatibua sherehe. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya ambayo ipo katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma. Na kwa siku ya leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com. Lakini ili kuweza kupata habari zetu kwa undani zaidi unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millardayo. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millardayo. Vodacom kupitia promotion yao yanaogesha upendo bado wanaendelea kutoa fedha kwa siku, ambapo unaweza kujishindia 100,000 kwa washindi 26. Lakini pia kuna washindi 50 wa wiki ambapo kila mmoja anajishindia milioni 1. Lakini tukiachana na zawadi hizo za fedha, kila siku ukijiunga na kifurushi chochote kupitia mtandao wa Vodacom unajishindia zawadi mbalimbali kupitia msimu huu wa sikukuu wanaogesha upendo. Jina langu naitwa Alice Tupa.